E, yametokea mambo mengi sana katika nchi yetu ndani ya hizi wiki mbili tatu ambayo yamegusa hisia za wengi. Yametengeneza mijadala mikubwa sana kwenye vyombo vya habari vya ndani ya nchi na nje ya nchi. Lakini katika mambo hayo mimi nataka nizungumzie swala moja kubwa ambalo ndo limeonekana kugonga sana hisia, kugonga sana vyombo vya habari, kugusa hisia za wengi, limeonekana kuzungumziwa sana, kutengeneza mijadala mikubwa sana mitandaoni na kwenye vyombo mbalimbali vya habari. Imeonekana mwingiliano wa dini na siasa ni jambo la hatari mno katika nchi yetu. Imeonekana hivyo. Maana kuna viongozi ambao wameonekana kushambuliwa kwa sababu ya kuonesha kujihusisha na masuala ya kisiasa. Wameshambuliwa kwa maneno makali, wameshambuliwa kwa namna mbalimbali kwa sababu ya kuonesha kujihusisha na shughuli za kisiasa, kwa sababu ya kutumia majukwaa ya kidini katika mambo ya kisiasa. Sasa swali la kujiuliza, je, ni vibaya katika nchi shughuli za kidini kuingiliana au kuhusianishwa na shughuli za kisiasa? Ni kosa majukwaa ya kidini kutumika katika mambo ya kisiasa? Ni kosa viongozi wa kidini kushiriki katika siasa? Kifupi, je, ni kosa siasa za nchi yetu kuwa na mwingiliano na masuala ya kidini, au masuala ya kidini kuwa na mwingiliano na masuala ya kisiasa ni kosa? Sasa tuje katika maana halisi ya siasa na katika maana halisi ya ibada na utumishi kwa Mungu. Ukiangalia maana halisi ya siasa, ni wazi kwamba siasa ni ibada na utumishi kwa Mungu. Na ukiangalia maana halisi ya ibada, itagundulika siasa ni ibada na utumishi kwa Mungu. Sasa inakuweje mpaka ionekane shughuli za kisiasa katika nchi hazipaswi kuingiliana na shughuli za kidini, au shughuli za kidini hazipaswi kuingiliana na siasa? Inakuweje hadi ioneshe kwamba ni hatari kwa viongozi wa kidini kujihusisha na shughuli za kisiasa? Wakati huo huo tunaona viongozi wa kisiasa wakitumia majukwaa ya kidini kwa ajili ya mambo yao ya kisiasa. Kama viongozi wa kisiasa wanatumia majukwaa ya kidini kwa ajili ya mambo yao ya kisiasa, inakuwaje liwe kosa kwa viongozi wa kidini kutumia majukwaa ya kidini kwa ajili ya mambo ya kisiasa? Hapo ndipo palipo na mtanziko, hapo ndipo palipo na kitendawili,
kwamba inakuweje. Pana maswali ambayo kiukweli kuyajibu ni vigumu, kwa sababu hata hao wanaokemea viongozi wa kidini kujihusisha na siasa huwa wanatumia majukwaa ya kisiasa, huwa wanatumia majukwaa ya kidini kwa mambo yao ya kisiasa. Huwa wanatumia viongozi wa kidini kwa ajili ya masuala ya kisiasa. Lakini tukiachana na swala hilo, tuje katika muktadha mzima wa siasa. Ni nini muktadha mzima wa ibada na utumishi kwa Mungu? Ni nini? Pengine ndo tunaweza tukafumbua fumbo hili ambalo lipo, kwamba inakuweje shughuli za kisiasa ionekane ni hatari kuingiliana na shughuli za kidini. Pengine tunaweza tukategua kitendawili hichi kwamba vipi iwe hatari kwa viongozi wa kidini kujihusisha na shughuli za kisiasa. Ukiangalia maana halisi ya siasa kama nilivyozungumza huko nyuma, kuna uhusiano wa karibu au mwingiliano wa karibu kati ya siasa na ibada na utumishi kwa Mungu. Ibada na utumishi kwa Mungu, kuna mwingiliano wa karibu sana. Kwa namna yoyote ile huwezi ukatenganisha kati ya hivi vitu viwili, ibada na utumishi kwa Mungu na siasa, au siasa na ibada na utumishi kwa Mungu. Huwezi ukavitenganisha. Kutenganisha vitu hivi ni sawa na kutenganisha mtu na kimvuli chake. Kwa hiyo hakuna namna yoyote ile ambayo unaweza ukatenganisha kati ya siasa na ibada na utumishi kwa Mungu. Lakini tukiacha hayo, swali lingine, dini ni sehemu ya jamii. Kwa tunaposema tukisema dini isihusiane, kusiwe na uhusiano wa karibu kati ya dini na siasa, maana yake tunamaanisha kwamba kusiwe na uhusiano wa karibu kati ya jamii na siasa, kitu ambacho hakiwezekani, kwa sababu dini ni sehemu ya jamii. Vinginevyo tutakuwa tunatoa message kwamba jamii ya kidini, jamii ya watu wa kidini, jamii ya wanadini iko katika nchi zetu kimakosa. Ni watu ambao hawapaswi kufungamana na mambo muhimu yanayogusa jamii zetu, hasa siasa. Maana tunaposema kusiwepo na mwingiliano kati ya dini na siasa, wakati dini nayo ni sehemu ya watu, wakati dini nayo ni sehemu ya jamii yetu, tutakuwa tuna maana gani? Labda mimi niseme tu, kuna vitu ambavyo katika nchi yetu hasa kuhusu dini ambavyo viongozi wetu hawawezi wakavisema hadharani, hasa viongozi wa kiserikali. Kwa mfano, turuhusu dini iwe na mwingiliano na siasa, kwa maana ya kusema viongozi wa dini wawe na uwezo wa kumulika mambo yote ya siasa katika nchi zetu, au mambo yote ya kiutawala katika nchi zetu, lakini wakati huo viongozi wa kiserikali nao wawe na mamlaka ya kumulika mambo mbalimbali katika dini zetu. Hapo lazima utatokea mvurugano, kwa sababu sanaa
Mambo ya hovyo hayapo tu katika siasa zetu, hayapo katika tawala zetu, yapo pia katika dini. Kwamba ikitokea shuhuda mbalimbali kwenye taasisi za kidini, mfano kusema kuna mtu ameponywa ugonjwa fulani, serikali iingilie. Kusema wewe unayesema umeponywa ukimwi, hebu lete vipimo vyako, hebu tuthibitishe kama hili swala kweli limewezekana. Hapo lazima kitatokea kitu ambacho kitatengeneza mgogoro. Maana lazima serikali na viongozi wa dini wataingia katika mgogoro, kwa sababu itaonekana serikali nawaombua viongozi wa dini juu ya mambo mbalimbali ya kisanii ambayo wanayafanya katika dini zao. Maana masuala ya kidini ni nadharia ambazo katika hali ya kawaida haziwezi kuthibitika. Kwa hiyo kwa lugha rahisi, masuala ya dini ni masuala ambayo yana uhusiano na vitu ambavyo si rahisi kuthibitishwa kwa namna yoyote ile. Watu wa sasa hivi wanakuambia mambo ya dini ni mambo ya kiimani, ni mambo ya kiroho ambayo hayaonekani kwa macho ya kawaida. Wanajitetea hivyo. Kwa hiyo itagundulika kwamba kama viongozi wa kidini nao wakipewa ruksa ya kumulika mambo ya kiutawala, nao watawala watapaswa kuwa na ruksa ya kumulika mambo ya kidini. Hasa changamoto inakuja, nchi yetu au jamii zetu zinaishi katika mapokeo ya misingi tofauti tofauti ya imani za kidini. Kwa tunaweza tukawa na utawala ambao unaongozwa na mtu ambaye hakubaliani na misingi ya dini fulani, haiamini misingi ya dini fulani, anaichukia misingi ya dini fulani. Kwa kutakapotokea mwingiliano kati ya yeye na watu wa dini hiyo katika utendaji kazi wake wa kiutawala wa kiserikali, ni lazima itatengenezwa vita kati yake yeye na watu wa mlengo huo wa dini. Kwa unafikiri tunaanza kupata pointi kwa nini serikali, kwa nini inaonekana mwingiliano wa dini na mambo ya kisiasa? Ni jambo la hatari katika nchi yetu. Sasa kwa nini iwe hivyo? Jambo la kwanza, kwa sababu nchi yetu haina wanasiasa, bali ina vikundi vya kihuni vilivyosajiliwa kwa kimvuli cha vyama vya siasa. Kwa nchi yetu haina wanasiasa, lakini ina vikundi
vya wahuni vilivyosajiliwa kama vyama vya siasa. Kwa lugha rahisi, nchi yetu haina siasa kwa kuangalia maana halisi ya siasa, ili na uhuni na ujanja mwingi wa watu kutumia matatizo ya wanajamii, ya watu kutumia matatizo ya nchi, watu kutumia matatizo yetu kwa ajili ya kufanikisha mipango yao binafsi. Ukija upande wa ibada, nchi yetu haina ibada na utumishi kwa Mungu, ila ina vikundi vya watu ambavyo vinatumia jina la Mungu na historia za watu mbalimbali ambao walimtumikia Mungu na kumwabudu, ili kutimiza malengo yao binafsi. Kwa kifupi, kwa upande wa eneo hilo la ibada, hatuna ibada, lakini tuna wezi na matapeli ambao wanatumia majina ya manabii, majina ya watu wa Mungu wa zamani, katika kuhakikisha wanawatapeli watu na kuwaibia. Hasa ndo maana katika nchi yetu inaonekana ni hatari kati ya makundi haya mawili kuwa na mwingiliano. Kundi la viongozi, kundi la wanasiasa na kundi la wanadini. Inaonekana ni hatari kati ya shughuli hizi mbili kuingiliana. Shughuli za kisiasa na shughuli za kidini. Inaonekana ni hatari kwa sababu hiyo, kwamba hatuna siasa lakini tuna uhuni ndani ya nchi yetu. Hatuna wanasiasa ila tuna makundi ya wahuni ambayo yamesajiliwa kama vyama vya siasa. Hatuna watumishi wa Mungu kwenye nchi yetu, lakini tuna watu ambao wanatumia jina la Mungu kwa ajili ya kutapeli watu na kuwaibia. Kwa sababu tungekuwa na siasa, kungekuwa na ushirikiano kati ya wanasiasa na watu wa Mungu, kwa sababu wanasiasa ndio watu wa Mungu na watu wa Mungu ni wanasiasa. Kungekuwa na mwingiliano kati ya misingi ya kisiasa katika nchi yetu na misingi ya ibada katika nchi yetu, kwa sababu misingi yote ina lengo moja: kutengeneza ustawi bora wa kijamii, kutengeneza ustawi bora wa kiuchumi, kutengeneza ustawi bora wa kiutawala. Kwa hiyo tutakapotoka katika siasa za maigizo, katika siasa za kihuni, na kuitengeneza nchi yetu kwa namna ambayo itakuwa na siasa halisi, ndipo hakutakuwa na tatizo wa kimwingiliano kati ya siasa na ibada. Lakini pia tutakapotoka katika ibada hizi za kimapokeo, ibada za uongo, ibada za uongo, ibada potofu, ndipo tutakapotoka kwenye levo hiyo ya kuona kwamba siasa zetu hazipaswi kuingiliana na shughuli za kiibada. Ni hayo tu.